Hello ndugu zangu wa Tanzania, kuna tafakari mbili tofauti ambazo nataka kuzizungumza, lakini zote zikimuhusu bwana Nchimbi. Moja, kwanza kabisa kwa mtu ambaye ni mfuatiliaji wa mambo, ni vizuri wa Tanzania mkapenda kufuatilia historia za watu wengi walioishafanikiwa. Ukienda kuisoma historia ya kina Roman Abramovich wakati wanafanya michakato yao ya nyuma ya pazia mpaka kuweza kufikia leo Putin kuwa rais wa Urusi, kuna game nyingi sana zilichezwa pale nyuma kuhakikisha mtu anafikishwa sehemu fulani. Sasa nitawaza tofauti na nitatetea kwa upande mmoja. Kuwaza kwangu tofauti kuko vipi? Kuwaza kwangu tofauti kuko hivi. Nchimbi anaweza akadizainiwa kuwa Yohana Mbatizaji na kuchanganya. Anaweza kudizainiwa kuwa Yohana Mbatizaji kwa maana kwamba kulibadili jina la CCM kuwa jingine kupitia yeye. Sasa inakaaje hii? Iko hivi. Yawezekana na dhamira ya dhati, lakini kuna uwezekano wa hiki ninachokisema kwa maana hii kwamba tunaleta gari ambayo bodi yake ni Toyota lakini injini yake itakuwa Isuzu. Kwa vipi? Kwa sababu tayari tumesha kuwa na dosari kwenye chama chetu. Tumesha kuwa na kusemwa kwingi ambako hakusafishiki. Tunaweza tukasema, Bwana Nkobe, miezi 6 kuanzia sasa, anza kukisema chama chako vibaya kwa kauli za hekima. Sio, unaelewa? Anza kukisema vibaya chama chako kwa kauli za hekima. Baada ya miezi hii 6 utajiuzuru, tutakufuta wanachama, utakuwa raia wa kawaida. Huko nje kuna vyama viwili ambavyo either kimoja kitakuwa na msimamo sana, hata kiongozi wake tukifanikiwa kumuua. Kingine huwa kinakurupuka na upande wa Zanzibar kimeshafanya maridhiano, kinaweza kukutamani kukufanya kuwa mgombea wao 2030. Kama hawa watashoboka na kukufanya kuwa mgombea wao 2030, tutakuwa ni CCM ndani ya chama kingine. Kwa hivyo wewe utakuwa mkombozi wa kuendelea kutulinda kipindi chote ambacho utakuwa kule. Kwa hivyo tunarudi kwenye ile pointi ya Yohana. Anakuwa ameibatiza CCM jina jingine, either kutoka kuwa CCM kuwa ACT yenye nasaba za CCM, ama kuwa Chadema yenye nasaba za CCM. Anabadili injini kwenye aina nyingine ya gari. Tusiliamini sana hilo, ni fikra zangu tu za kawaida, na kuwaachia umakini watu wenye vyama vyenye ushawishi vilivyoko nje vikiitwa upinzani. Ni mawazo yangu tu. Lakini swala la pili, wakati huyu Nchimbi anajiuzuru, nimesikia maneno mengi sana akiwa anaongelewa kwamba hakuwa na msaada, ni makamu wa rais tu, anasimamia muungano tu na vitu vingine kama hivyo. Naweza nisibishane na nyie, lakini tuchukulie kwamba amewahi kuwa balozi, amehudumu kwenye nchi mbili akiwakilisha Tanzania. Lakini huyo bwana huko hivi CCM amekuwa na vyeo mbalimbali, amekuwa waziri wa mambo ya ndani, ameshika nyadhifa nyingi mpaka kuja kuwa makamu wa rais. Ili uweze kushika nyadhifa zote hizo, lazima kuna namna akili yako iliaminika na kukubalika ukaweza kufika hapo. Sasa nikuulize wewe, CCM namba 2, hapa nazungumzia CCM uchwara, asiyekuwa mbunge, asiyekuwa na baba yake kiongozi, wale ambao ni viongozi wanatambua nini wanakipigania. Wewe wa chini ambaye huna lolote, ambaye unapigania na kudhihaki uamuzi huu wa yeye kujiuzuru,
japo hatujui ni kajiuzuru yeye au ndo zile za shika barua hii nenda kaposti kwenye ukurasa wa fulani alafu kesho anaitwa ofisini, nayo inawezekana. Lakini tuseme amejiuzuru mwenyewe kwa kutaka. Kama amejiuzuru mwenyewe kwa kutaka na si barua yake kwenda kuingizwa kwenye mtandao wake wa kijamii bila idhini yake, basi anatambua mengi. Sasa tukichukulia kwamba amejiuzuru mwenyewe, wewe ujipime, unayesema hakuwa na madhara. Kwa nini mtu mwenye akili na uwezo na kuaminika kote huku anaamua kuachia ngazi kwenye serikali unaoipigia chapuo? Wajua, kuna wakati mimi huwa nalikumbuka neno la yule mzee wa Kenya kwamba Watanzania ni wafu ambao hawatakuja kuamka hata siku moja kudai haki zao. Huwa natamani kuipinga ile kitu, lakini najikutaga naona kama kuna sauti inaniambia mbona ni kweli alivyosema. Anyway, naongea kwa kodi, video isikuchoshe sana ikawa ndefu. Kitu ambacho naweza nikawashauri Watanzania, kuna vitu kama vitatu vya kuzingatia kwenye maisha yako ya uhai hapa duniani. Kwanza ni kumwamini Mungu kwa aidha kupitia Ukristo ama Uislamu. Huu ni ukombozi wa kiroho. Lakini ukombozi wa fikra wenye mambo mengi, moja ya jambo kubwa ni kujiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Sehemu inayopigania haki na ardhi aliyokupa Mungu wako. Kwa kujiunga na Chadema ni sehemu ya ukombozi wa fikra yako baada ya kuwa umeokoka kiroho kwa kusilimu kuwa Muislamu safi au kuwa Mkristo bora kwa kumwamini Mungu na Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Jiungeni Chadema kwa kasi. Jitambueni, ipendeni nchi yenu kwa vitendo na wivu mkubwa kwa kusema kwamba ardhi na mali zote zilizomo hazitakiwi kubagazwa kwa sababu ni sehemu ya zawadi ya pekee uliopewa na Mungu wako. Chadema ndo wanafanya hicho kitu. Hizi ni tafakari zangu za haraka leo ambazo natamani tuzitafakari pamoja wa Tanzania. Lakini waambieni kwamba visasi huwa vipo. Kuna story moja iliwahi kutokea zamani. Kuna bwana mmoja alikuwa jambazi sana. Alifanya uhalifu wa kumuua mzee mmoja na mbele ya watoto wake. Miaka mingi baadaye, yule bwana akiwa alishaga kamatwa kwenye ujambazi, akafungwa, akatoka gerezani, akawa mchungaji, alikuja kuuawa na wale watoto waliowaacha kwenye tukio. Akatengeneza visasi. Tunatengeneza taifa ambalo lina watu wenye visasi, kitu ambacho sio kizuri. Unaona, kwa mfano sasa hivi ukiangalia Irani wanatamani kumuua hata mtoto wa Donald Trump ambaye labda hana hatia, lakini kisasi kwa sababu ya kumtengenezea maumivu yule aliyewatengenezea maumivu wao. Sasa tusitengeneze visasi. Ukitaka kujua taifa kwamba liko pabaya, angalia kwenye hata posti za askari waliogongwa na gari, wakafa kijana mmoja mdogo tu na binti mdogo. Kasome comment pale chini. Tupo kwenye taifa lisilokuwa na huruma na utu, lakini nani katengeneza? Ndo yale ndo waambia. Vifaranga hawakuanza kunya sehemu ya kulala mpaka jogoo alivyokunya, ndo vifaranga wakaona kumbe ni sehemu sahihi na wao wakanya pale. Kwa hiyo ungeni mkono Chadema, kuweni wavumilivu, msiingie kwenye kete yoyote ya drafti ya kumpokea mtu ambaye atataka kuleta ubatizo wa kutoka chama fulani kuwa chama fulani. Mtu anataka kubadili injini ya Toyota kuweka injini ya Isuzu na bodi likabaki kuwa Toyota. Kuweni makini. ACT wakifanya hivyo ni sawa, tumezoea. Kwa sababu kuna namna ya kutengeneza ushawishi kwamba fulani anatengenezewa ushawishi ili kusudi tuwe na mmoja ambaye ataweza kutukomboa huko mbeleni. Sasa kwa nini nilianza kwa kusema historia kina Roman Abramovich kule mwanzoni? Wale ndo walikuwa wataalamu wa game kama hizo. Yawezekana akawa yeye kwenye nafsi yake amelipenda taifa lake Bwana Nchimbi tofauti na ambavyo mimi nafikiria, lakini kwenda na moja kichwani ni kujitambua pia. Mungu awabariki wa Tanzania, tutafakari kwa pamoja haya. Jiungeni Chadema.